Movie yetu ilianzia hapa. Kuna huyu mtoto tunaona anamchungulia huyu jamaa hapa, na ni usiku wote huu hatujui huyu jamaa hapa anachimba nini, na baadaye anagundua kuwa kuna mtu anamchungulia na huyu mtoto akaamua kujificha. Hello, mambo vipi? Karibu sana. Mimi ni Diamond na hii ni Diamond Movie Recap. Tafadhali usisahau kusubscribe, like, comment pamoja na kushare ili uendelee kuwa mwanafamilia. Asante. Movie yetu ilituleta hadi huku barabarani ambako tunaona kuna hili gari hapa liko spidi sana, na baadaye likaja kusimama kwenye huu mjengo hapa. Dereva alitoka nje haraka na kwenda kufungua mlango wa nyuma, na kisha anamtoa mwanae na kukimbia naye kuelekea kule mjengoni. Lakini kuna huyu askari hapa anamsimamisha huyu jamaa na kuanza kumwonya. Huyu jamaa akaanza kujieleza kidai kuwa mwanae anaumwa sana na angetamani apatiwe msaada wa haraka. Tunaona kuna huyu dada hapa pia anatoka nje na kuuliza nini kinaendelea, lakini huyu askari anamgomea huyu mwamba kuingia ndani na akimwambia kuwa ageuke na arudi alikotoka, la sivyo atapiga risasi. Ndipo huyu mwamba anageuka na akiwa anataka kuondoka tu, huyu dada akamwambia yule askari amruhusu tu jamaa kuingia ndani, na walivyomuingiza ndani wakampeleka kwenye chumba kimoja. Na baada ya kufika huko chumbani, huyu mwamba anaomba maji kwa ajili ya mwanae. Ndipo huyu dada anatoka na kwenda kufuata maji. Sasa huyu askari amuuliza tena yule mshikaji, hivi ulisema ulikuwa unaelekea wapi? Lakini huyu jamaa hakujibu chochote. Tutajua ni kwa nini hakujibu huko baadaye. Sasa yule dada alivyokuja na maji akamhudumia yule mtoto, na baadaye yule mtoto alipata fahamu. Huyu askari akawa anaendelea kusisitiza kuwa huyu jamaa alitakiwa kuondoka hapa kabla bosi wao hajafika, kwani yeye hataki shida bosi wao akija. Lakini huyu jamaa akasema kuwa anaomba mwanae apumzike kidogo tu alafu ataondoka naye, na yule dada akawa anamtetea pia kidai kuwa bosi wao hawezi kurudi siku hiyo. Basi huyu jamaa akajitambulisha akasema kuwa yeye anaitwa Kumi, na akadai kuwa yeye ni mfundi ujenzi. Na wakiwa wanaendelea na mazungumzo yao, bala ghafla bosi wao waliokuwa wakimhofia ndo wakatia timu, na huo ndo kwa mwanzo wa matatizo. Sasa kabla hatujaendelea, naomba nikukumbushe tu tena kusubscribe, like, comment pamoja na kushare ili uendelee kufurahia kazi zetu, na asante. Sasa baada ya bosi wao Mr. Colonel kufika, akamtuma mlinzi wake mmoja aende akamlete Kumi. Basi mlinzi wake akaenda hadi kwenye chumba cha Kumi na kumtaarifu kuwa bosi wao anamzungumza na yeye. Kumi alivyoletwa kwa bosi alimkuta tayari huyu binti ashaanza kumwelezea, na alipojaribu naye kujieleza, Mr. Colonel akamkatisha akisema kuwa jina lako kwanza. Ndipo Kumi akajitambulisha. Baadaye Mr. Colonel akasema kuwa tunatakiwa kukupekua tuone kama huna chochote, lakini Kumi anasema haina shida, mnaweza kunisearch tu, mimi sina chochote. Basi mlinzi akaanza upekuzi. Huku mlinzi akiwa anaendelea na upekuzi, Kumi akawa anazidi kujieleza tu, anadai kuwa mwanae anaumwa sana. Mr. Colonel akamuuliza ni ugonjwa gani ambao mwanae anaumwa, na Kumi akajibu ni green fever. Green fever? Binafsi najua yellow fever tu, ila Kumi leo katuletea ugonjwa mpya. Sasa Mr. Colonel akamwambia hii njia uliyopita ilishaacha kutumika muda mrefu sana, na hakuna mtu yoyote ambaye anatumia hii njia, na hili swala linatupa mashaka, kwa nini upite njia ambayo haitumiki? Lakini Kumi anaendelea kujitetea akidai kuwa mwanae alikuwa anahitaji msaada wa haraka, kwa hiyo aliona njia hii ndio ilikuwa ni njia ya shortcut zaidi. Basi baada ya kumaliza kumsearch Kumi na wasipate chochote, Mr. Colonel akamwamuru mlinzi wake aende akamsearch na mwanae, lakini huyu binti akamtetea kidai kuwa mwanae ni mgonjwa. Basi Mr. Colonel akasema kuwa basi mkapekue chumba tu na gari lake, lakini mwanae msimpekue. Sasa kisha Mr. Colonel akamuuliza tena Kumi, kwani green fever ndio ugonjwa gani? Kabla Kumi hajajibu, huyu binti akataka kumjibu, na hapo ndipo Mr. Colonel uvumilivu ukamshinda, ikabidi amwambie huyu binti kwa aondoke aende chumbani kwake na amwache na Kumi. Sasa baada ya Mr. Colonel kubaki na Kumi, ikabidi amuulize, ninavyofahamu mimi Lagos ndio kuna madaktari wazuri ambao wangeweza kumponya mwanao. Sasa huku wewe ulikuwa unaenda wapi na kwa daktari gani? Lakini Kumi akajibu kwa kujingatangata akidai kuwa kuna rafiki yake ambaye ni daktari alikuwa akifanya kazi Lagos, lakini amehama, na huko alikokuwa akienda ndiko aliko huyo daktari. Na baada ya hapo Kumi akamwomba Mr. Colonel amruhusu tu aondoke na mwanae, lakini Mr. Colonel akamwambia kuwa kuondoka kwa sasa ni hatari, kwani unaweza ukashutiwa risasi huko nje, jambo ambalo liko linamchanganya sana Kumi. Sasa kivipi tena ashutiwe risasi kwa kuwa yetu ameondoka sasa? Sasa baada ya Mr. Colonel kumalizana kuongea na Kumi, akaenda kuwasha redio, na kilichokuwa kikizungumzwa redioni ni kuwa jeshi lina mpango wa kuipindua serikali. Kwa hiyo kwa sasa hali si shwari huko nje, na wananchi wote wanashauriwa kubaki majumbani pasipo kutoka nje. Hadi hapo Kumi ndo anaelewa kuwa kwa nini Mr. Colonel alimwambia kuwa kwa sasa kuondoka ni hatari, na baadaye Mr. Colonel akaenda kupiga simu. Kwenye mazungumzo yao inaonyesha kuwa alikuwa akizungumza na afisa wa jeshi aitwaye Okoli. Okoli alikuwa akimkumbusha Mr. Colonel kuwa
kuna pesa ambazo inatakiwa wapatia maaskari ili waweze kukamilisha mchakato wa mapinduzi. Ingawa Mr. Cornell alikuwa akilalama sana kidai kuwa pesa hizo ni nyingi, hawakupaswa kutoa pesa zote hizo, kwani walitakiwa kutoa naira milioni 5, na naira milioni 5 kwa wakati huo ilikuwa ni pesa nyingi sana. Na wakiwa kwenye mazungumzo, Okolie akamuuliza Mr. Cornell kama amesikia kuna ugonjwa unaitwa green fever, lakini Mr. Cornell akakataa kidai kuwa hajausikia ugonjwa. Kivipi sasa? Wakati yeye kuna mgonjwa upo naye hapa ndani. Na baadaye akaenda hadi chumbani kwa mtoto wa Kumi kuhakikisha kama kweli anaumwa, na baada ya kumuona akamruhusu Kumi arudi chumbani. Na Kumi alivyofika, mwanae akamwambia kuwa kuna mtu alikuja akafanya upekuzi kila mahali, kwa hiyo yeye anaogopa sana na anaomba aondoke tu. Lakini Kumi akamwambia mwanae kuwa kwa sasa hawezi kuondoka kwani hali huko nje sio shwari. Na wakiwa wanaendelea kuongea, wakawa wanasikia sauti kama ya mtu anagugumia maumivu sehemu, lakini hakujua ni wapi. Ikabidi atoke nje Kumi na akakutana na huyu binti. Sasa Kumi akamuuliza huyu binti jina lake anaitwa Martina, kama ana Panadol kwani kichwa chake kilikuwa kinamsumbua. Lakini Martina akakataa kidai kuwa hana, ila akamwambia kuwa ana dawa zake tu ambazo ni dawa binafsi anazitumia. Je, ungependa nikupe? Kumi akakataa akisema kuwa sijui hata ni dawa gani unavyotumia, kwa hiyo nashukuru. Baadaye Kumi akamuuliza Martina kwamba ni watu wangapi mnaishi humu ndani. Martina akamjibu kuwa huku ndani naishi mimi, walinzi na Mr. Cornell. Kumi akamuuliza ni hao tu basi na hakuna mwingine? Na Martina akajibu ndio. Hakuna hata mpishi humu au mtunza bustani? Kumi akamuuliza tena, lakini Martina akakataa akisema kuwa hakuna huyo mtu. Anyway, wakaachana na Martina akarudi chumbani. Akiwa chumbani, Martina tunaona ameshika zile dawa alizodai anatumiaga, akawa anataka kuzimeza lakini alisita kwa sababu hizi dawa zinamsumbuaga sana na hatujui ni za nini. Na baadaye akaamua rudi tena sebuleni, akamkuta Kumi akiwa amekaa hapa. Martina akamuuliza Kumi kama anahitaji kinywaji chochote, lakini Kumi alikataa kidai kuwa kwa sasa hana hata hamu ya kunywa chochote, anawazia tu maisha ya mwanae. Wakati huo mlinzi alikuja akauchungulia na akaondoka. Kumi akawa anampa Martina stori ya maisha yake, akimueleza kuwa mkewe alifariki wakati anajifungua, kwa hiyo akabaki na mwanae peke yake. Baadaye Kumi akamuuliza Martina kama na yeye ana watoto, lakini Martina akamwambia sina mtoto na kwa sasa siwezi tena kupata ujauzito kwa sababu mimba 4 ziliharibika. Basi Kumi akasogea na kumfariji kidogo Martina, na hapa ndo tunagundua kuwa huyu Martina sio mtoto wa Mr. Cornell bali ni mke wa Mr. Cornell. Kuna siri gani imejificha ndani ya hii nyumba? Tuendelee tu, tutajua huko mbele. Kitu muhimu ukumbuke ku subscribe, like, comment moja na kushare. Asante. Sasa Kumi akawa anaendelea kumfariji Martina akimwambia kuwa asikate tamaa, ipo siku tu atapata mtoto, na akamsii au anaendelea kujiliwaza kwa kuimba nyimbo. Na wakiwa wanaendelea na mazungumzo, mtoto wake Kumi akagundua kuna mtu anachimba usiku huko nje. Ikabidi achungulie, lakini ilibaki kidogo tu ashtukiwe. Huku kwa Kumi na Martina akawa anasikiliza nyimbo na ile nyimbo ilimvutia sana Kumi, na Martina akamwambia kuwa ni nyimbo yake ambayo ameimba mwenyewe. Kumi alishangaa sana, akaanza kumsifia Martina akidai kuwa ana sauti nzuri, na akaanza kuifananisha sauti yake na sauti ya wasanii wengine wakubwa na maarufu wa pale Nigeria. Lakini kila msanii alikuwa anamtaja Martina akawa hamjui, jambo ambalo likamfanya Kumi agundue kuwa inavyoonyesha Martina haruhusiwi kutoka nje, maana hajui chochote kinachoendelea huko mtaani. Na wakiwa wanaendelea kuzungumza, wakasikia sauti tena ya mtu akiwa anagugumia maumivu, lakini hawakujua ni nani, ila hii nyumba mpaka sasa hakuna usalama wowote. Baadaye Kumi aliondoka na akarudi chumbani kwake kumcheki mwanae, lakini njiani bado akawa anasikia sauti ya mtu akigugumia maumivu. Akataka kufuatilia kujua ni nini kinaendelea, lakini ghafla akasimamishwa na mlinzi na akajitetea kidai kuwa amepotea njia akiwa anaelekea chumbani kwa mwanae. Na alipofika chumbani, mwanae akamwambia kuwa anasikia kila mara sauti ya mtu akiwa anagugumia maumivu sehemu, na akamuuliza babake kama naye anasikia, na babake akajibu ndio. Na mwanae akamwomba sana babake kuwa waondoke, lakini babake bado alikuwa anaogopa. Na baadaye akasikia sauti ya Martina akiwa analia. Inavyoonyesha Martina alikuwa amepigwa tena na mumeo Mr. Cornell. Kumi akatoka nje na kukutana na Mr. Cornell. Akamkuta Mr. Cornell akiwa tayari ameivunja hata ile CD ya nyimbo za Martina. Na baadaye wakakaa chini wakaanza kuzungumza. Mr. Cornell akaamua kumhoji tena Kumi vizuri ili apate kumjua kiundani zaidi. Kumi akawa anajieleza kuwa yeye ni fundi ujenzi na hata jengo la Mahakama Kuu ya Taifa alikarabati yeye. Basi Mr. Cornell akamwambia
aende akamletea uthibitisho. Basi Kumi akaenda kwenye gari lake kule nje na akachukua vitu vyake na akarudi navyo tena akiwa hadi na business card, na baada ya kuleta uthibitisho huo na kumkabidhi Mr. Cornell akataka kuthibitisha kama kweli anayosema Kumi ni mambo ambayo yako sahihi. Akaamua kupiga simu moja kwa moja kwenye Wizara ya Ujenzi akiomba taarifa za fundi aliyelikarabati ile jengo la Mahakama ya Taifa kama kweli anaitwa Kumi, na wakamwambia kuwa wanafuatilia taarifa hizo, zikikamilika watamrudia. Wakati huo Kumi alikuwa ni mwenye wasiwasi sana, na baada ya simu kukata wakawa wanaendelea na mazungumzo. Baadaye simu ikaita tena. Alivyoipokea akawa ni Okoli, yule afisa wa polisi anayeshirikiana naye. Alikuwa akitaka kuthibitisha kama Mr. Cornell ameshawalipa askari zile fedha ili kazi yao ifanyike, na Mr. Cornell akasema ndio ameshawalipa hizo pesa, jambo ambalo ni la uongo, kwani mpaka sasa wote tunajua kuwa mabriefcase ya pesa bado anayo hapa. Anyway, mambo ya pesa sisi hayatuhusu. Na kwenye mazungumzo yao Okoli na Mr. Cornell, Okoli akawa anamuuliza Mr. Cornell kama yupo na mkewe, lakini Mr. Cornell akadai kuwa yupo na mkewe, lakini pia kuna mgeni pia yuko naye hapa, jambo ambalo likamshtua kidogo na kumkasirisha Okoli. Mgeni? Kipindi hiki ambacho kina machafuko unapokea mgeni? Una uhakika gani kama huyo sio mpelelezi? Lakini Mr. Cornell akajitetea kidai kuwa huyu mtu yuko na mwanae na mwanae anaumwa sana, kwa hiyo sidhani kama anaweza kuwa mpelelezi. Lakini Okoli bado alikuwa hana imani na huyo mgeni, na akawa anajaribu kumshauri Mr. Cornell akimwambia kuwa angewaua tu hao watu ili kutunza siri zao au kuendelea kuwa salama zaidi, jambo ambalo likawa linaendelea kumuumiza kichwa Mr. Cornell, asijue anaofanya nini hao watu ambao wamemtembelea hapo nyumbani kwake, kwa maana ya Kumi pamoja na mwanae. Sasa baada ya Mr. Cornell kumaliza kuzungumza haya mazungumzo na Kumi, akachukua mabriefcase yake alafu akawa anaondoka kielekea chumbani kwake ambako yuko mke wake Matilda. Lakini jana alikuwa anawaza sana juu ya huyu Kumi, anashindwa kuelewa mfanye nini huyu mtu. Na alipofika chumbani akamkuta Matilda mke wake akiwa amekaa na huzunika sana, na mwambia kuwa anahisi kuwa hajatendewa haki, kitu ambacho mume wake amemfanya kumvunjia ile CD yake ambayo ametumia nguvu nyingi sana kuirekodi. Lakini mume wake akawa anamwomba msamaha, anasema kwamba hilo jambo anaweza kulifix tena. Na baadaye Mr. Cornell akawa anamuuliza Matilda kama anamjua vizuri huyu Kumi na kama kuna vitu vyote ambavyo Kumi amekuwa akiviulizia kutoka kwa Matilda. Lakini Matilda akawa anakataa, anasema kwamba yeye amfahamu Kumi ndo leo tu kama ambavyo amekuja, na amemfahamu kwa siku hii ambayo amekuja akiwa na mtoto wake ambaye anauma. Basi Mr. Cornell akawa anamwambia wewe sawa, lakini mimi nasikia njaa sana hapa, naomba uende ukaniandalie kitu chochote ambacho ninaweza kula. Kwa hiyo Matilda akawa ameondoka kwa ajili ya kwenda kutafuta chakula. Sasa baadaye Mr. Cornell alirudi hadi hapa living room kukutana na Kumi, na walipiga story nyingi sana kuhusu nyumba kiujumla, michoro ya ukutani na kadhalika. Na baadaye Mr. Cornell akamuuliza Kumi waende kwenye chemba moja hivyo akazungumze. Kumi akashtuka kusikia kwenda kwenye chemba, na baadaye akawa anaonesha kusita hivi. Lakini Mr. Cornell akatumia nguvu nyingi kumpeleka Kumi kwenye hiyo chemba. Unajua Cornell anashindwa kuelewa mpaka sasa amue Kumi au asimue. Maana Okoli kamwambia kuwa hao watu sio watu wa kuamini kabisa, au uwe wote yeye Kumi pamoja na mtoto wake. Sasa baada ya kufika kwenye hiyo chemba wakakutana na jamaa mmoja hivi amefungwa kwenye kiti. Inavyoonyesha amepigwa na kapigika hadi ametolewa ulimi, na Mr. Cornell akawa anamueleza Kumi kuwa huyu jamaa amekuwa ni mtunza bustani wake, lakini amekuwa akiba taarifa zake za humu ndani na kuzitoa huko nje, na amejaribu kumpa mateso makali ili amtaje mtu gani ambaye anakuwa akimpelekea taarifa huko nje, lakini kagoma, jambo ambalo linamshangaza sana Mr. Cornell, kwani yeye amesomea kumtesa mtu hadi aseme kweli, lakini kwa huyu jamaa ameshindwa. Na baadaye huyu jamaa alimrukia Kumi, jambo ambalo lilimfanya Cornell ampige hadi amue, alafu akamgeukia Kumi na kumuuliza sasa niambie wewe ni nani haswa, la sivyo nitakuwa. Kumi akawa anazidi kujitetea tu akidai kuwa yeye ni Kumi, ni fundi ujenzi tu. Mr. Cornell akawa anazidi kumuuliza sasa umewezaje kufika hapa. Jamaa akawa anajitetea na sema kuwa ni mwanangu tu ndio sababu, mwanangu alikuwa anaumwa sana, kama uamini tuue basi mimi na mwanangu. Ile neno sasa ndio lilimtuliza Mr. Cornell. Baada ya Kumi kusema kuwa tuue tu kama unahisi sisi ni watu wabaya, basi Cornell akachukua faili la Kumi alafu kisha akamruhusu Kumi aondoke.
Sasa ninachoshindwa kuelewa mimi ni kuwa Mr. Colonel kachanganyikiwa au ni kweli Kumi ni mpelelezi. Baadaye Kumi alifika chumbani kwa mtoto wake akiwa kachoka sana, maana kakimbia kifo huko. Akawa elewe alikuja huku ili apate msaada, lakini badala yake sasa maisha yake yapo hatiani. Baadaye Mr. Colonel alikuja chumbani kwa Kumi, akampa shati jipya abadilishe na kumwambia nifuate. Nikufuate tena? Kumi aliuliza. Huku kwa Matilda naye akawa tayari ameshamaliza kupika. Akamletea chakula mtoto wake Kumi, lakini alimkuta tayari ameshalala. Baadaye tena Colonel na Kumi wakawa wamekaa hapo wanakula. Kumi akawa mwoga sana. Colonel akamwambia hebu kula au wewe upendi samaki? Kumi akajibu mimi sina njaa. Colonel akamwambia nimesema kula. Kumi akaamua ale ili mambo yasiwe mengi, na wakiwa wanaendelea kula Mr. Colonel akamuuliza Kumi, mke wako atakuwa amekumisi sana? Kumi akasema mke wangu ni marehemu kwa sasa. Colonel akasema oh pole, vipi na alikufa kwa green fever? Kumi akasema hapana, ni alikufa wakati anajifungua. Mr. Colonel akamuuliza kwa hiyo kitu pekee ambacho alikuachia ni green fever tu ili uhangaike naye, si ndio? Sasa Colonel anatajataja sana green fever kila wakati. Anachotaka ni kwamba Kumi afunguki, maana Mr. Colonel hajui green fever ni nini, na inavyoonyesha huu ugonjwa hadi sasa dawa yake bado haijapatikana. Wanasayansi bado wanahangaika nayo, na hii dawa ya hii green fever ni dili sana. Ndio maana Colonel anajaribu kumuulizia Kumi kuhusu green fever ili apate taarifa zaidi kuhusiana na ugonjwa. Kumi akasema kwa sasa yeye anachopambania ni pesa tu ili mtoto wake apone, lakini Mr. Colonel akasema usijali, kwa kuwa wewe ni fundi ujenzi, nina kiwanja changu kipo sehemu ndani ya saa 72 mapinduzi yakikamilika nitakuachia, alafu nitakupa na pesa uende ukamtibie mwanae, lakini utanijengea kiwanja changu. Kumi akamuuliza kwa hiyo utaendelea kunishikilia hapa ndani ya masaa 72 tena? Colonel akasema ndio, unless taarifa zitoke wewe sio Kumi. Na ghafla simu ikaita. Kumi akaja na hofu sana. Sasa kwenye simu alikuwa ni Okoli. Okoli alikuwa tayari ameshagundua kuwa Mr. Colonel hajawalipa pesa wale askari kwa ajili ya mapinduzi, na akawa anamuuliza Mr. Colonel kwa nini amefanya hivyo, na Colonel akawa anadai kuwa hizo pesa ni nyingi sana na yeye hawezi kuwalipa watu pesa kwa kazi ambayo anaweza kuifanya hata kwa bure. Basi Okoli akawa mkali sana akisema kuwa atamtafuta Mr. Colonel ili azichukue pesa zake. Wakati huo Mr. Colonel akiwa kwenye mazungumzo ya simu, Matilda alikuja na picha yake ya zamani kisha akamuonesha Kumi. Kumi akawa anaifurahia tu ile picha. Baadaye Matilda akamuuliza Kumi, ulisema kuwa naweza kuwa msanii maarufu sana kupitia sauti yangu, si ndio? Kumi akasema ndio. Kisha Matilda akamwambia sasa nifanyaje ili kuwa star? Kumi akamwambia kwa sasa unahitaji kufanya mazoezi na producer. Alafu Kumi akawa anaandika jina la producer nyuma ya ile picha. Kisha akamwambia kuwa baadaye utaangalia ili kujua jina la huyo producer. Mr. Colonel mazungumzo yake hayakuisha vizuri kwenye ile simu. Akawa tayari shakurofishana na Okoli. Kwa hiyo akamwamuru Matilda aondoke pale, lakini Matilda akawa anasema kuwa nazungumza na Kumi, yeye anasema kuwa anamjua producer ambaye anaweza kanisaidia kufanikiwa kupitia muziki wangu. Lakini Mr. Colonel akawa mkali akidai kuwa tokea ujue kuimba umekuwa ukinisumbua sana. Mara nikununulie CD, mara daktari wa uzazi, mara daktari wa saikolojia, mambo kibao. Matilda akasema kuwa haya yote yalikuwa ni muhimu, maana afya yangu ilikuwa inahitaji daktari pia, hasa wa saikolojia, kutokana na ujauzito wangu kuharibika mara kwa mara. Lakini Mr. Colonel alivyokuwa amevurugwa akajikuta ameropoka kuwa hata mimba zake zote Matilda kuharibika yeye ndo alikuwa sababu, kwani alikuwa akimlipa daktari kufanya hivyo, jambo ambalo lilimkera sana Matilda na likamfanya akimbilie chumbani kisha akajifungia. Baadaye Mr. Colonel alimfuata na kuanza kumwomba msamaha Matilda, akidai kuwa alifanya hivyo sio kwa sababu alikuwa hampendi, bali ni kwa sababu kuwa kwa wakati huo alikuwa hayuko tayari kupata watoto, kwani yeye tayari ana watoto 4 na mpaka sasa hatajua hao watoto wake wote wako wapi. Lakini Matilda akawa hata hamuelewi kwa sababu alishatakaga hadi kujiua baada ya ujauzito wake wa 4 kuharibika. Kumbe mumeo ndo alikuwa sababu. Alijikuta akijisikitikia sana tu. Mr. Colonel akawa anaendelea kumwomba msamaha Matilda akidai kuwa kwa sasa yupo tayari kuzaa na Matilda. Matilda kusikia hivyo akafungua mlango kisha kukumbatiana, lakini ninavyoona mimi Mr. Colonel bado anayakwake kichwani. Baadaye simu iliita. Mr. Colonel akamwambia Matilda kuwa ngoja nipokee simu, maana itakuwa ni watu wa Wizara ya Ujenzi wanataka kunipa majibu. Ni kweli alikuwa ni Felista, mwanamke kutoka Wizara ya Ujenzi, akidai kuwa wamefuatilia na kugundua kuwa alijenga ile jengo la Mahakama Kuu ya Taifa anaitwa Kumi. Hapo Mr. Colonel kidogo akawa na amani.
lakini amani yake ilikatishwa ghafla baada ya Felista kuongeza kuwa kwa bahati mbaya huyo Kumi alishafariki tayari. What? Alishafariki? Sasa huyu Kumi tuliye naye humu ndani ni nani? Ni maswali ambayo mimi pamoja na Mr. Cornell tunajiuliza. Haraka Mr. Cornell ikabidi awahi kwenye kile chumba cha Kumi ili kupata majibu. Lakini ndio hivyo tena, Kumi kitambo sana alikuwa tayari alishaiaga nyumba. Wanasema trust no one. Basi Cornell ikabidi haraka wataarifu walinzi wake ili waanze msako. Baadaye Matilda akawa chumbani akawa anasoma ile picha ili kujua ni jina gani la huyo producer ambaye Kumi aliliandika, lakini cha ajabu kwenye ile picha hakukuwa na jina la producer. Kumi aliandika kuwa ili kufanikisha malengo yako, chukua hizo begi 2 za pesa za Mr. Cornell na tukutane kwenye gari langu. Upande wa pili tunamwona Kumi na mwanae wakiwa wanakimbia vibaya mno. Ile green fever haipo tena. Mr. Cornell akarudi chumbani kwa Matilda akiwa mkali, akamuuliza Matilda, kwa hiyo ulikuwa ukifahamu kuwa huyu ni Kumi fake na ukamkaribisha ndani, si ndio? Matilda akawa haelewi. Kumi fake kivipi? Lakini Mr. Cornell akawa anasema, hebu niambie, huyu Kumi alikufuata wewe hapa, si ndio? Baadaye simu ikawa inaita tena, na wakati huo sasa Matilda akayakumbuka ile maagizo ya Kumi. Huku msituni Kumi na mwanae ni mwendo wa kuviziana tuna walinzi. Wakawa wananyata, mara ghafla mlinzi akawashitukia, mikono juu, wakanyosha mikono. Kumi akawa anataka kujitetea, lakini yule mlinzi akamwambia, tokea mara ya kwanza na kuona nilijua tu kwamba wewe ni mwongo. Akataka kumshuti Kumi, lakini mara ghafla Kumi akamnyang'anya bunduki na kumshuti mwenyewe. Askari mmoja akasikia. Huku kwa Cornell naye akawa ni kubishana tu na Okoli juu ya pesa. Na Matilda naye akawa anawaza namna ya kusepa na hizo pesa kama alivyoagizwa na Kumi, maana ana hamu sana ya kutimiza ndoto zake. Kwa hiyo akaziiba zile pesa zeni mdogo akawa anaondoka. Mara ghafla akashtukiwa. Na kwa Kumi naye akawa ameangukia hapa. Mlinzi alikuja akamgeuza mwili wake, akaona amekufa. Ila anaondoka tu amfuate mtoto wa Kumi, akajikuta anapokea risasi ya mgongo. Kumbe Kumi alikuwa ameigiza tu kuwa kafu, lakini alikuwa hajafa kabisa. Zeni wakaendelea kukimbia na mtoto wake hadi kwenye gari, na wakawa wanamsubiri Matilda aje, na bila kujua kuwa Matilda huko alikuwa tayari ameshakamatwa na mambo yameshakuwa magumu kwa upande wake. Sasa Kumi pamoja na mwanae wakawa wanaendelea kumsubiri Matilda hapo kwenye gari bila kujua Matilda kwa wakati huu yupo kikangoni. Sasa Mr. Cornell akawa anamuuliza Matilda, hebu niambie, Kumi alikuahidi nini? Matilda akamjibu kuwa aliniahidi kunipeleka kwa producer ili nikarekodi nyimbo zangu. Kwa hiyo ni kwa muda gani mmekuwa mkijuana? Ni kwa muda gani? Cornell akamuuliza Matilda. Matilda akasema kuwa mimi na Kumi siku ya kwanza kuonana ni ile siku ambayo anakuja hapa na mwanae. Cornell akampiga kibao Matilda, unanidanganya. Upo kama yule kijana ambaye alikuwa ni mtunza bustani. Alikuwa akinidanganya tu siku zote. Cornell akawa anamuuliza Matilda, kwa hiyo umenisaliti kwa sababu ya muziki wako, si ndio? Lakini Matilda akawa anasema sio kuhusu tu muziki, ni kuhusu uhuru. Nataka kuwa huru sasa. Wakiwa wanaendelea kuzungumza, mara Cornell akasikia kishindo. Kwenda kufungua mlango akawekwa chini ya ulinzi na Kumi. Mr. Cornell akamwambia Kumi kuwa ni bora ungeondoka tu mapema, maana walinzi wangu watarudi muda sio mrefu. Lakini Kumi akawa anamwambia kuwa walinzi wako wote wameshakufa. Jambo ambalo lilimshtua sana Mr. Cornell. Akawa haelewi. Sasa huyo mtu ni mtu aina gani mpaka anakuwa na uwezo kuwa walinzi wangu wote? Na kisha akamuuliza, kwa hiyo ulinidanganya kuwa mwanao anaumwa, si ndio? Kumi akajibu, ndio, nilikudanganya, mwanangu ni mzima tu. Sasa unataka nini kutoka kwangu? Kumi akajibu kuwa nataka uniruhusu kuondoka na Matilda. Cornell akamwambia Matilda haruhusiwi kutoka humo ndani, na kama atatoka nitamwenda popote atakapokwenda mpaka nimuue. Lakini kwa nini haya yote mpaka sasa? Mr. Cornell ikawa anagumiza kichwa. Kwani huyu jamaa anahitaji nini kutoka kwangu? Na akaanza kuunganisha matukio na baadaye akapata majibu. Akamwambia, aha, kwa sasa naanza kuelewa. Kumbe ulikuja kwa sababu ya pesa, si ndio? Sasa Mr. Cornell baada ya kuunganisha matukio ndo akagundua na akaanza kumuuliza Kumi kwamba ulijua kuwa humu kuna pesa zitakuja leo na kuna mtu alikuwa akikupa taarifa kutokea humu ndani. Na mpaka sasa ndio tunagundua yule Chinasa kijana mtunza bustani alikuwa ni kijana wake na Kumi, na ndo alikuwa akimpa taarifa. Hata ile siku anakutana walikuwa wanajuana. Kwa hiyo alimwambia Kumi kuwa kuna naira milioni 5 zitakuja hapa leo, na Kumi akajifanya ni mtafiti na baadaye akaja na wazo kuwa ajifanye kwa yeye ni Kumi ili aje kwa Mr. Cornell na kuchukua hizo pesa. Na Mr. Cornell baadaye akamwambia Kumi kuwa hizi pesa ni pesa za serikali, lakini Kumi akasema kuwa pesa za serikali ni pesa za kila mtu, na baadaye akamwamrisha Mr. Cornell waelekee kwenye ile chemba.
huku Matilda akawa anatoroka na pesa hadi kwenye gari. Wakiwa kwenye gari waliona gari lingine likiwa linapita na alikuwa ni Okoli. Okoli naye alikuwa amekuja kufuata pesa zake. Basi Mr. Colonel akamsii Kumi akimwambia kuwa mwenye pesa zake Okoli tayari yupo huko nje, ni bora ungeondoka tu. Lakini Kumi hakuelewa, ndio kwanza akamtandika risasi ya mguu Mr. Colonel, maana alikuwa ni mbishi, akawa hasikii kile ambacho anaelekezwa. Baadaye Okoli akavamia ndani na mlinzi wake, wakamkuta Colonel tu akiwa amekaa hapa akiugulia maumivu. Kumi alikuwa amejificha. Baadaye Kumi alitokea na akawaomba wateremshe silaha chini, lakini wakawabishi. Kumi akaamua kumtandika moja risasi kuonesha namna gani alikuwa yuko serious na atani. Okoli akawa anamlaumu tu Mr. Colonel akimwambia kuwa nilikushauri umuue Kumi pamoja na mwanae lakini hukunisikia. Baadaye kamera zikaturudisha huko kwa Matilda na inavyoonyesha ni kuwa Matilda alisikia milio miwili ya risasi kutokea kule ndani na hakujua ni nani ambaye alikuwa amekufa. Hata sisi hatujui ni nani ambaye alikufa kutokana na ile milio miwili ya risasi. Movie yetu imetuacha na uwanja mkubwa wa kuamua wenyewe kujua ni nani ambaye alishutiwa kwenye ile risasi. Huenda Kumi alimshutia Okoli na Colonel alikuwa pamoja, au inawezekana Okoli alimshuti Kumi na Kumi akamshutia Okoli, lakini bado hatujui. Binafsi sijui, lakini movie yote imetuacha hivyo. Kama umefanikiwa kufikia mpaka hapo mwisho wa recap yetu hii, tafadhali onyesha upendo kwa kusubscribe, like, comment pamoja na kushare. Jina langu ni Diamond na hii ni Diamond Movie Recap. Bye bye till next time.